Mtu wa Mungu, nami ni ndugu yako mtu wa Mungu, tusubisibwe Lwitiko Mtafya toka Ihanda, Mbozi, Songwe. Ndugu yangu mtu wa Mungu uliyeko uko Tukuyu, uliyepewa kituo cha hapo Nsongwa, umepewa na wanadamu hicho kituo. Wewe ambaye siku moja nilikupigia simu nikakwambia kwamba hebu sikiliza kipindi changu huko YouTube, ukaniambia mama, nikiingia YouTube nikiona jina lako kwamba huyu ni Mtafya, sikusikilizi. Nakwambia sasa, kama utabahatika kusikiliza hiki kipindi, kama husikilizi vipindi vyangu, ni mengi unayomkosea Mungu bila kujijua. Wengi ambao wamesikiliza vipindi vyangu hawako pamoja na wewe, umeachwa pakubwa kisa kuto kusikiliza vipindi vyangu huko YouTube. Kama husikilizi vipindi vyangu huko YouTube, umekosa mengi. Kwa kuto kusikiliza vipindi vyangu, inawezekana unawaita wagonjwa waje ili uwaombee. Kama kwa kuto kusikiliza vipindi vyangu, utakuwa unawaongoza watu wa Mungu waliokata shauri, unawaongoza sala ya toba. Hiyo ndo hasara yako kwa kuto kusikiliza vipindi vyangu. Waliovisikiliza vipindi vyangu hawawaiti wagonjwa. Waliosikiliza vipindi vyangu hawawaombei watu wa Mungu waliokata shauri, hawawaombei sala ya toba. Maana wamejifunza kuyafanya maneno yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Wameona kwamba huko Mungu anawaongezea mapigo. Wamejifunza kwamba kuyafanya yote maneno ya Yesu, huo ndo upendo wa kumpenda Yesu, hata naye awapende na kujidhihirisha kwao. Unisikilize ukibahatika. Kama umekaidi kuto kutaka kusikiliza vipindi vyangu, basi utasikiliza kwa yeyote aliyekisikiliza kipindi hiki, atakuambia. Ndio anakuambia kwamba kuyafanya maneno yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, huko ni kuyaongeza na Mungu kukuongezea mapigo. Kuto kulifanya lolote lililoandikwa katika kitabu chochote cha Agano Jipya, kuto kulifanya ni kuliondoa na Mungu kukuondolea sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo. Nisikilize mtu wa Tukuyu, nimefundisha katika vipindi vyangu, nimesema kwamba achana na utaratibu wa dhehebu lako, achana na utaratibu wa dini yako. Mungu hakuumba dhehebu, Mungu hakuumba dini, Mungu alikuumba wewe. Unatakiwa kufuata utaratibu mpya alioufanya Yesu pale msalabani. Uko wapi? Kuanzia Mathayo hadi Ufunuo, huo ni utaratibu mpya alioufanya Yesu pale msalabani. Huo ndo unatakiwa kufuatwa. Nisikilize, nimefundisha mara nyingi katika vipindi vyangu, kwa kuwa wewe ulikuwa huvisikilizi. Basi wengi wamevisikiliza na wameboreshwa katika maisha yao ya rohoni, yasiyojuliwa na mtu mwingine bali na Mungu peke yake. Nakwambia kwamba kuanzia Mathayo
ufunuo. Huo ni utaratibu wa Yesu aliyoufanya pale msalabani. Nimefundisha kwamba maneno yote yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya unapaswa kuyafanya yote kuanzia Mathayo nisikilize, kwani huo ndio utaratibu mpya aliofanya Yesu pale msalabani. Kuanzia Mathayo hadi Ufunuo, hayo ni maneno ya Yesu, hayo ni amri za Yesu, hayo ni sauti ya Yesu, hayo ni unabii wake Yesu aliye kitabu. Ndio nakwambia kwamba kama hujajifunza utaendelea kuwaongoza sala ya toba watu wa Mungu, ukawa unasema hebu fuatisha maneno haya, na huyo mtu wa Mungu anakufuatisha jinsi unavyo muongoza sala ya toba isiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Unasema mwambie Mungu, useme Mungu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, naye anakufuatisha. Mwambie Mungu, seme andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, naye huyo mtu wa Mungu aliyekuja kukata shauri anakufuatisha. Hayo unayafanya yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, umeongezewa mapigo. Kama hujanisikiliza vipindi vyangu, yawezekana kwa kuwa huku unavisikiliza ndivyo unavyo waongoza watu wa Mungu sala ya toba. Ujijue kwamba hapo umeongezewa mapigo bila kujijua, kuwaongoza sala ya toba isivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Mungu amekuongezea mapigo. Hebu kumbuka kwamba ile siku ya Pentecost ya 50 toka Pasaka ya Yesu na wanafunzi wake, na toka Pasaka ya Wayahudi, ile siku ya Pentecost ya 50, ile siku watu walikata shauri 3,000. Hapo Petro hakulifanya hilo unalolifanya, hakuwaongoza sala ya toba kama wewe ulivyopotea unavyoyafanya yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Petro hakuyafanya hayo. Huyo ndo mwanafunzi wa kwanza, hakuyafanya. Je, wewe umeyapata wapi hapo? Nimefundisha kwamba kitabu cha uzima ni Yesu. Nimekwambia kwamba kama unataka kujua kwamba kitabu cha uzima ni nani, usome Ufunuo 20, usome ule mstari wa 15. Hapo ndipo utakapoelewa kwamba Yesu ndo kitabu cha uzima. Usingekuwa na haja ya kuongoza sala ya toba, mambo yasiyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Umeongezewa mapigo kwa kutokutaka kusikiliza vipindi vyangu. Mungu akusaidie, mtu wa Tukuyu uliyepewa hicho kituo huko Songwa. Umepewa kituo hicho na wanadamu. Nakwambia, hebu niendelee kukwambia wewe, mtu wa Tukuyu, kama unatumikiwa, hutumiki. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, huko ndo kutumika. Wewe kama unatumikiwa, hutumiki. Maana unajua Yesu anasema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Sasa wewe unayetumikiwa, hutumiki. Na utumishi ambao utumiki kuto kuyafanya yote maneno ya Yesu, wewe sio mtumishi. Hata kama unaitwa kwamba mtumishi, hapana. Kama uyafanyi maneno ya Yesu yote, hutumiki na wala sio mtumishi. Mtumishi anayetumikiwa sio mtumwa. Wewe sio mtumwa kwa kuwa unatumikiwa. Unatumikiwa isivyoandikwa. Yesu, nirudie ili ujielewe wewe unayetumikiwa, kwamba ujue kwamba wewe hutumiki, kwani sio mtumwa.
Yesu anasema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Nisikilize sana, mtu wa Songwa, nisikilize. Kama unatumikiwa, hutumiki. Na kama hutumiki, wewe sio mtumwa. Na kama hutumiki, basi ni mfu. Wafu hawatumiki. Nimesema katika vipindi vyangu kwamba utumishi, nisikie mtu wa Songwa, nisikie. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Ni kuyafanya yote. Huko ndo kuokolewa. Huko ndo kumwamini mwana. Kuyafanya yote maneno ya Yesu ndo kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Nimekwambia kwamba kuyafanya yote maneno ya Yesu ndio upendo wa kumpenda Yesu, hata naye akupende na kujidhihirisha kwako. Nimekwambia kwamba kuyafanya yote hayo maneno ya Yesu ndio utakatifu ambao kama hutamuona Bwana. Bwana ni Yesu. Mungu akusaidie mtu wa Songwa, unisikilize. Mungu akusaidie, ubahatike. Labda Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema anaweza akakupa kwamba ukisikilize kipindi changu ujijue jinsi ulivyoondolewa uzima. Ni mfu, umeondolewa uzima kwa kuto kuyafanya yote maneno ya Yesu. Kwani kuyafanya yote ndio kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kumwamini hata uwe na uzima wa milele ni kuyafanya maneno yake yote, maneno ya Yesu wa milele. Mungu akusaidie. Kuto kuyafanya yote huko ni kupenda giza, ni kupotea, ni kuto kumwamini mwana. Mungu akusaidie. Mtu wa Tukuyu, Mungu akusaidie sana. Ujijue hapo kwamba kama huyafanya yote maneno ya Yesu, umekuwa mfu. Na wafu hawafanyi kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu iliyo moja, hiyo tu ya kuyafanya yote maneno ya Yesu. Hiyo ndio kazi inayokupasa kuifanya. Sasa wewe, siku uliyosema uongo, hiyo siku uliongezewa mapigo. Hiyo siku na ile dakika hukusema kweli, uliondolewa sehemu yako katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo. Ulivyoondolewa hivyo ni mfu. Na hata kama hicho kituo ulichopewa huko Songwa ukizani upo unafanya kazi ya Mungu, hapana. Wafu hawafanyi kazi ya Mungu. Wanaoifanya kazi ya Mungu, walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai, hao ndio mawe yaliyo hai ya kujengwa nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu. Nimekwambia mtu wa Tukuyu, soma Petro wa kwanza sura ya 2 uanzie mstari wa 5 na kuendelea. Ujijue jinsi wewe ni mfu, sio jiwe kwa kuto kuyafanya yote maneno ya Yesu. Wewe ni mfu. Mungu akusaidie. Nimesema kwamba wewe kama wewe, achana na kusema sisi dhehebu letu, sisi dini yetu. Achana na hayo. Mungu hakuumba dini, alikuumba wewe kwa mfano wake na kwa sura yake. Wewe mtu wa Songwa, unayafanya maneno ya Yesu yote. Maneno ya Yesu kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Nimefundisha, nimesema kwamba amri za Musa na amri za Yesu hazichanganywi, kwani ni maagano mawili tofauti, hayachanganywi. Unaweza ukazani huko kuchanganya kuyafanya ya agano la kale na kuyafanya ya agano jipya, ukazani upo hai. Hapana, hayachanganywi. Unapochanganya ndio unaongezewa mapigo, kwani inakupasa kuyafanya yote
peke yake maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie. Na mwingine uwaye yote kama umefanana na huyo mtu wa Tukuyu wa kule Nsongwa. Hebu sikia. Hicho kituo ulichopewa umepewa na wanadamu, lakini si kwamba hicho kituo unamtumikia ni Mungu. Hapana. Kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Kuyafanya yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano la Kale ndio Mungu amekuongezea mapigo bila kujijua. Mungu akusaidie. Wewe ni mtu wa Mungu, sio mtu wa mtu. Jamani, Mungu amekitumia kinywa changu muda mrefu. Umeambiwa kwamba huyo mchungaji wako ni mtu, sio Mungu. Hata umtumikie. Yawezekana ukawa kwa utaratibu wa dhehebu la kwako. Mtu wa Nsongwa, nisikilize. Kwa utaratibu wa dhehebu lako hilo, unawaambia washirika wako waende kukulimia shamba lako. Alafu wakitoka shambani unawaambia Mungu atawabariki. Huo ni uongo. Mungu hambariki mtu asiyemtumikia yeye, bali anamtumikia mtu. Hapana. Hao washirika wako wanapotoka shambani kuwaambia kwamba Mungu atawabariki, unawadanganya. Tena ni muongo unavyowaambia hivyo. Mungu hawezi kuwabariki, ila amewaongezea mapigo kwa kutoka shambani kwako, wakizani wanamtumikia ni Mungu. Hapana, Mungu amewaongezea mapigo hao washirika wako. Ndugu zangu, watu wa Mungu, nimefundisha mara nyingi kwamba askofu, hilo jina sio jina la kwako, ni jina la cheo ulichopewa na wanadamu. Mchungaji, hilo jina sio jina la kwako, ni jina la cheo ulichopewa na wanadamu. Nimesema mshirika, kuitwa mshirika, hilo sio jina la kwako, ni jina ulilopewa na huyo mtu. Mchungaji wako ni mtu, huyo ndo anakuita mshirika wangu. Wewe sio mtu wake, wewe ni mtu wa Mungu. Unapaswa kumtumikia Mungu peke yake. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya tu. Kufanya yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano la Kale ndio Mungu amekuongezea mapigo. Nimefundisha mara nyingi kwamba soma Ufunuo 22 ile mistari miwili, ule wa 18 na wa 19. Ndugu zangu, watu wa Mungu walionisikiliza wameelewa hiyo mistari, wameielewa na wameelewa kwamba Yesu ndo kitabu cha uzima. Wameelewa kwamba Yesu ndo nuru ya watu iliyokuja ulimwenguni. Wamejua kwamba Yesu ndo Mwokozi peke yake. Hayo waliosikiliza vipindi vyangu wamejua kwamba kanisa ni nini. Wamejua kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Kristo ni kichwa cha kanisa, naye ni Mwokozi wa mwili. Yesu, haleluya. Nafurahia nyakati za Mungu zilizowadia kwamba Mungu aweze kukitumia kinywa changu kadiri anavyotaka. Ndivyo ninavyokuambia wewe unayepinga huko moyoni. Ninakuambia kwamba unavyopinga kiasi hicho umeharibu hekalu la Mungu, na Mungu ameshakuharibu. Hapo ulipo umeharibiwa. Mungu akusaidie. Wewe ni mtu wa Mungu, sio mtu wa mtu hata umlimie shamba lake. Wewe ni mtu wa Mungu, ni mtu wa Mungu, ndiye aliyekuumba. Tena katika vipindi vyangu nimefundisha kwamba Mungu hakusaidiwa na mtu mwingine wakati wa kukuumba. Alikuumba peke yake. Unastahili huyo kumtumikia peke yake kama alivyo. Mungu akusaidie. Hizi ni nyakati mbaya za siku za mwisho zilizonenwa na Paulo akimwambia Timotheo kwamba ufahamu neno hili ya kwamba siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari. Watu watajipenda wenyewe, watu watapenda pesa
kuliko kumpenda Mungu. We jikwamue na nyakati hizi, usione ni raha tu, usione umestahili kwa vile wewe ni askofu. Hizi ni nyakati mbaya. Achana na hilo jina, sio jina. Wewe ni mtu wa Mungu, unapaswa kuyafanya maneno ya Yesu yote. Huko ndo kumwamini mwana hata usipotee. Hayo ndo mapenzi ya Mungu, kumtoa mwanae wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Acha kusema kwamba uzima wa milele tutakuja tuupate siku ya mwisho. Umechelewa. Uzima wa milele ni kwa sasa, maadamu tu unayafanya yote maneno ya Yesu, kwani huko ndio kumwamini mwana hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Si kwamba siku ya mwisho, hapana. Anza kuyafanya yote maneno ya Yesu kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Anza kuyafanya yote, ndipo utakapokuwa na uzima wa milele. Yesu ndo uzima wa milele. Ndugu zangu, nimefundisha katika vipindi vyangu, nimesema kwamba Yesu katika ile Mathayo 5 mstari wa 27, Yesu anasema, mmesikia imenenwa kwamba usizini. Yesu anasema, lakini mimi nasema kila atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni. Na kuambia kwamba wewe unayezini moyoni wala hutubu, ujijue kwamba siku ya hukumu watu wa Ninawi watasimama na kukuhukumu kuwa umekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona, anayekitumia kinywa changu hiki. We nisikilize. Kama unataka kujua kwamba Yesu aliyasema haya wakati amekuja kulileta agano jipya, alisema baadhi ya Mafarisayo walimwambia Yesu wakasema, mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Yesu akawajibu, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Ndipo akasema, kizazi hiki watu wa Ninawi watasimama na kuwahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Yesu alikuwa akijisema yeye. Hiyo siku Yesu alikuwa akijisema yeye kama ni mhubiri mkuu kuliko Yona. Na ninakwambia wewe ambao umekalia jina askofu, kama hutubu, siku ya hukumu watu wa Ninawi watakuhukumu kuwa wamekosa. Ukitaka kusoma, usome Mathayo sura ya 12, uanzie mstari wa 38 hadi 41. Soma hapo ujijue jinsi watu wa Ninawi watakavyokuhukumu kama hutatubu. Nimefundisha, nimesema wewe unayewaita wagonjwa unapaswa kutubu, oache kuwaita wagonjwa isivyoandikwa. Nimesema kama huwakatazi wasikudhihirishe, umeliondoa hilo hulifanyi na umeondolewa sehemu yako katika mti wa uzima. Yesu ndo mti wa uzima, Yesu ndo uzima. Mungu akusaidie wewe, mtu wa Mungu. We ni mtu wa Mungu, ni mtu wa Mungu, sio mtu wa mtu hata umtumikie. Tubu, acha kumtumikia Mungu ukizani ndo utumishi wa kumtumikia Mungu. Hapana, utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Huko ndo kutumika, na huo ndo utumishi wa kumtumikia Mungu, kuyafanya yote maneno ya Yesu. Mungu akusaidie wewe, Mungu akusaidie, Mungu akusaidie kuokolewa. Na kuokolewa ni kuyafanya yote maneno ya Yesu kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Hizo ndo amri za Yesu, kuyafanya yote. Huko ndo kushika amri zake, huko ndo kuisikia sauti yake mwana wa Mungu hata uwe hai. Mungu akusaidie, Mungu
akusaidie. Ni mwema, ni mwema, ni mwema kwa watu wake wote. Ni mwema, ni mwema. Mchungaji, nimekuambia hilo jina sio jina la kwako. Acha kupoteza watu wa Mungu. Acha kupoteza. We mwenyewe umepotea kwa kutokumwamini mwana. Maana kumwamini mwana ni kuyafanya yote maneno yake Yesu. Yesu ndo mwana. Kuyafanya yote ndo kumsikia Yesu. Maneno ya Yesu ni sauti. Kuyafanya yote ndio kuisikia sauti yake mwana wa Mungu hata uwe hai. Kuto kuyafanya yote ni kuto kuisikia sauti yake mwana wa Mungu. Ni mfu hapo ulipo, ni mfu. Na wafu hawafanyi kazi ya Mungu. Wanaoifanya kazi ya Mungu walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai. Hao ndio mawe yaliyo hai ya kujengwa nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu. Hii ndio habari njema ya wokovu. Haleluya! Ainuliwe Muumba wangu aliyeniumba, ambaye imempendeza kwa wakati wake. Maana ni Mungu wa nyakati. Imempendeza kukitumia kinywa changu. Unayeona wivu, umepotea. Nyamaza, maana imeandikwa, kama vile Musa alivyokuwa amemuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu anabudi kuinuliwa, ili kila atakayemtazama apate uzima wa milele. Kumtazama hata upate uzima wa milele ni kuyafanya yote maneno ya Yesu kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Nashukuru mtu wa Unsongwa kama utabahatika kusikiliza kipindi hiki. Niende kutaja namba yangu 0753 96 91 99. Niende kumshukuru Mungu wangu. Baba uliye furaha yangu, Baba uliye amani yangu, Mungu uliyeniumba ukataka niumbike, na niliumbika sawa na ulivyotaka. Ninayo sababu ya kukuinua Mungu, kwamba asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa tarehe hii ya siku ya leo, ambayo Bwana hapo mwanzo wa uumbaji wako ulipokuwa umetenganisha nuru na giza, ndipo zikaanza kuhesabika siku na dakika. Mungu na matendo makubwa sana. Asante kwa kuwa umetumia kinywa changu kadiri ulivyotaka. Hayupo mpinzani aliyeweza kukupinga kwamba usikitumie kinywa changu. Asante Mungu, umezuia hata kikohozi. Nimwinue nani? Ajuaye ni nani? Ninajua kwamba ni wewe Mungu. Umetumia kinywa changu, umezuia hata kikohozi. Mungu, nashukuru mbele zako Mfalme. Hakuna jambo zito wala gumu la kukushinda, na wote wanaokutegemea ushindi upatikana kwao mara. Haleluya! Nashukuru kwako Mungu. Mwokozi wa wenye mwili wote. Hufundishwi wewe. Matakwa yako ndio yatendeke katikati ya maisha yetu wanadamu chini ya jua. Yesu, nashukuru mno. Shukurani zimwendee nani? Kutoka rohoni kwangu ni kwako Mungu uliye roho. Ni kwako peke yako. Ni kwako Mungu wa miji na vichochoro. Wewe ndiwe siku moja ulimuona Nathanaeli amesimama chini ya mti kabla ya kwenda kuambiwa na Filipo. Wewe ndiye nami ninakufurahia kwa sababu Bwana unanitazama. Si kiumbe wako? Uliniumba, ulijua hii tarehe ya siku ya leo jinsi itakavyokuwa, na ndivyo ilivyo kama ulivyokusudia. Ni machache Baba yangu. Nashukuru katika jina lako Kristo uliye hai. Amen.